Tunafanya kazi kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi namba 4 ya 2018. Tunafanya kazi kwa mujibu wa kanuni tofauti ambazo zipo za uchaguzi pamoja na miongozo ambayo inatolewa mara kwa mara na tume. Kwa hiyo haifanyi kazi kiholela. Lolote ambalo linafanyika na tume linafanywa kwa mujibu wa sheria hizo ambazo zitaki. Sasa kwa kuzingatia hayo, lakini ukizingatia vile vile nchi yetu inafuata utawala wa sheria, rule of law. Utawala wa sheria maana yake ni kwamba kila kitu kifanyike kwa mujibu wa sheria. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, ikiwemo tume. Tume haiko juu ya sheria. Sasa tukija katika issue hii mahususi ni kwamba sheria ukiangalia kifungu cha 98 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya uchaguzi, sijui kama kopi mnayo au la. Ukiangalia katika kifungu hiki inazungumzia masuala ya nyaraka. Kifungu chote cha 98 kinazungumzia nyaraka baada ya kufanya uchaguzi jinsi gani ya kwenda kuhifadhiwa. Lakini kifungu kidogo cha 3 inasema kwamba tume itasababisha nyaraka zote zinazohusiana na kifungu hiki kuharibiwa baada ya kumalizika muda wa siku 90 tokea siku ya uchaguzi, isipokuwa kama itakavyoelekeza vinginevyo kupitia amri ya Mahakama Kuu kutokana na kesi inayohusiana na uchaguzi. Hicho ndio kifungu jinsi kilivyo. Kwa hiyo ukiangalia kifungu hiki ni kwamba nyaraka zile zote ambazo zinahusiana na uchaguzi zinatakiwa zihifadhiwe na tume kwa kipindi cha siku 90. Lakini ikivuka siku 90 baada ya uchaguzi kinalazimisha, kimeweka maneno ya kulazimisha kwamba nyaraka zile lazima ziteketezwe. Hautafanya hivyo kama ndani ya kipindi cha siku 90 imekuja amri ya mahakama, labda zuio, kuzuia amri ya nyaraka zile zisije zikateketezwa. Uchaguzi tumefanya tarehe 29. Siku 90 imeangukia tarehe 29 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo kwa sisi kwa kufata matakwa ya sheria tarehe 2 mwezi huu wa pili tumekaa kikao cha tume kwa ajili ya kuangalia matakwa ya sheria, lakini kuangalia vile vile kama kuna zuio lolote ambalo litasababisha kwamba tusitekeleze matakwa hayo ya sheria. Na sisi tunao na sheria hapa ambao wote walituhakikishia kwamba hakuna zuio lolote ambalo limekuja la mahakama, licha kwamba zimefunguliwa kesi za uchaguzi, lakini hakuna zuio lolote ambalo limeletwa la kuzuia utekelezaji wa kifungu cha 98 kifungu cha 3. Na vile vile wanataka wafuatilie kama kuna maombi yoyote ambayo yapo, at least tujue tu kama kuna ombi japo la zuio limepelekwa. Hata ombi la zuio hakuna ombi lolote ambalo limepelekwa la zuio. Kwa hiyo tume, kwa sababu inalazimishwa na kifungu hicho cha sheria, kwa kuwa hakuna zuio lolote, ikaamuru kwamba nyaraka zile ziweze kuteketezwa kwa mujibu wa utaratibu ambao sasa tutauweka jinsi gani kuteketeza. Kwa hiyo huo ndio msingi mzima. Sasa ukija katika hayo malalamiko ambayo Jussa amejaribu kuyaeleza na tuhuma hizo, ni mambo ya wanasiasa ambao wakati wote wanatafuta sehemu ya au mtu wa kumlaumu. Wao wanao wana sheria ambao wanajua nini ambacho kinatakiwa, wanajua nini sheria inasema. Kawaida mfano kesi nyingi mnazishuhudia, mtu anaweza akawa na nyumba yake inataka kuvunjwa, kubomolewa na mtu yote, au inataka kuuzwa. Mtu yule anaweza akaenda mahakamani kwenda kufungua kesi kutaka nyumba ile labda isiuzwe au isibomolewe. Na anapoenda kufungua ile kesi anaambatanisha na ombi la zuio. Mahakama inachofanya cha mwanzo ni kusikiliza ombi lile la zuio. Na unaweza kaomba zuio lile la upande mmoja ili mahakama itoe oda ya muda, amri ya muda kuzuia kubomolewa kwa nyumba ile. Alafu baadaye itasikiliza ombi pande zote mbili kutoa zuio lingine la mpaka kesi ishe. Wao walitakiwa kufanya kama walikuwa na nia hiyo, walipopeleka mashauri yao walitakiwa waweke na ombi la zuio ambapo mahakama ingeanza kusikiliza ombi lile la zuio. Hawajafanya hivyo. Wanataka kumlaumu nani? Kosa lao wenyewe. Kama walikuwa na nia hiyo. Maana inawezekana vingine wanafanya kusudi ili wapate nafasi ya kusema sheria inapotekelezwa. Sijui naeleka. Kwa hiyo hawajapeleka, wamepeleka maombi yao, mashauri yao ya uchaguzi,
Ofisi ya mwanasheria mkuu wamepeleka majibu, wameweka na pingamizi. Kwa kuwa mahakama haina ombi lolote la zuio, wameanza kusikiliza pingamizi. Wanadai kwamba wamepeleka ombi la kukagua, na nimefuatilia, nimepata at least copy. Nikadhani labda katika hilo ombi la kukagua hizo nyaraka limeambatana na ombi la zuio, na in fact itakuwa peleke ombi la zuio. Walichoenda kuomba, wameomba kupata fursa ya kukagua nyaraka, kujiridhisha uwepo wa nakala halisi, na lingine wameomba kupatiwa nakala halisi. Ni ombi ambalo wamepeleka, lakini lile ombi haliwezi kufanya mahakama itoe zuio la tume kuziharibu hata kama ikisikiliza ombi, kwa sababu hawajaomba zuio. Sasa ni swala ambalo la kisheria, wao nao wana sheria, wanajua tume hamna kosa lolote ambalo limefanya. Tume isingetekeleza matakwa ya sheria ingekuwa imefanya kosa. Isingetekeleza sheria inasema inakuwa ni kosa, kwa sababu sheria inalazimisha lazima iweze kuteketezwa. Na hii kusema kwamba kuzuia sijui nyaraka hizo ni kosa la jinai, amini kuharibu nyaraka kosa la jinai katika kuharibu ushahidi, si sahihi. Kama ni kosa la jinai, basi ni sheria yenyewe ndio imefanya hiyo jinai, sababu sheria yenyewe ndio imeelekeza kuteketeza. Na si kama ingekuwa ni ushahidi, wao wangeweka kama ni ushahidi katika madai yao, hawajaweka ushahidi. Kwa hiyo sisi tulichofanya ni kufuata kutekeleza matakwa ya sheria yanavyosema, na ni swala la kawaida kabisa kama kwa mtu ambaye ni mwanasheria. Na ukisema kwamba toka 95 sijui mbona watu hawajafanya, mna uharaka gani na nini, hakuna uharaka wote uliofanyika. Na ndio maana tumesubiri mpaka tarehe 29 imepita. Tumeweka kikao chetu tarehe 2 kwa sababu sheria inasema baada ya siku 90, na sisi tumekaa baada ya siku 90, na yeye anajaribu sana, manake tume kwa sababu na majaji wawili huwa wanaumia sana. Kwa kuna majaji wawili na wanasheria watatu, manake majaji wawili na wanasheria, na ipo na mwanasheria mwingine senior tena kutoka chama cha ACT kama kwenye tume. Kwa hiyo sio kwamba inafanya vitu kwamba haijui, inafanya vitu vya kisheria kwa kuwepo hao wanasheria wenyewe. Kwa hiyo hamna lolote ambalo limefanyika ambalo liko kinyume na sheria, hakuna lolote ambalo limefanyika kwa lengo baya au nia ovu. Yote yamefanyika kwa mujibu wa sheria. Sheria ambayo iko toka 2018, kipindi ambacho wao wenyewe wanasheria wao walikuwepo serikalini. Kama ni mbovu sheria wangeweza kupropose huko, kuna wengine walikuwa BLM. Kipindi chote hicho cha awamu iliyopita wangeweza kupropose, bwana sheria hii hebu tuifanyie at least kifungu hiki tukiondoe. Wamekaa kimya, sio kama hakijui. Tumemaliza uchaguzi, hawajatekeleza yale ambayo watakuwa kutekeleza, kupeleka ombi la zuio. Leo namna mnani, tume lazima fanye kazi yake. Sheria na kutuelekeza tufanye, tunafanya. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.